tabia tano ambazo huwezi kuziacha haijalishi utafunga ndoa. Kuna tabia ambazo kama umeshazoea kuzifanya, hata kama utasema kwamba ukifunga ndoa basi utaziacha, ni ngumu sana kuweza kuziacha. Kwa hiyo kama umeshajiendekeza na hizo tabia, fahamu kabisa kwamba haijalishi kama utafunga ndoa, hizo tabia huwezi kuziacha. Tabia ya kwanza kabisa ni tabia ya kuwa na mwanaume zaidi ya mmoja. Ikiwa uliendekeza hii tabia kabla hujaingia kwenye ndoa, fahamu hata kama utaingia kwenye ndoa, hii tabia utakuwa nayo. Yaani usijidanganye kwamba wewe kwa sababu upo kwenye mahusiano hujaingia kwenye ndoa basi utakuwa unafanya hivyo, lakini ukiingia kwenye ndoa utaacha. Hapana. Kama utaendekeza hii tabia, hata kama utaingia kwenye ndoa, utakuwa na mwanaume zaidi ya mmoja au zaidi ya wawili, kwa sababu ni mojawapo ya tabia ambayo haiwezi kukoma hata kama utafunga ndoa. Na pia tabia ya pili ni tabia ya yani ukorofi. Kama umeendekeza hii tabia ya ukorofi hata kama hujaingia kwenye ndoa, basi fahamu kabisa kwamba hata kama utaingia kwenye ndoa, hii tabia utakuwa nayo ya ukorofi. Ni ngumu sana kuweza kuiacha. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kujua kwamba hii pia ni mojawapo ya tabia ambayo hauwezi kuiacha hata kama utadai kwamba ukiingia kwenye ndoa utaiacha. Na pia tabia ya tatu, kupiga punyeto. Hii ni kila mmoja anapiga punyeto. Hakuna mwanaume wala hakuna mwanamke ambaye hapigi punyeto. Kwa hiyo hii pia ni mojawapo ya tabia ambayo hata kama utajisemea kwamba mimi nikiingia kwenye ndoa nitaacha, fahamu kabisa kwamba ni ngumu sana kwa mtu yoyote ambaye ameendekeza hii tabia, kwa sababu ni hulka ya kila binadamu kuweza kupiga punyeto. Ukiona mwanamke au mwanaume apigi punyeto, basi anakuwa na tatizo, lakini hii ni tabia ambayo ni ngumu sana kuweza kuiacha hata kama utafunga ndoa. Na pia tabia ya nne ni tabia ya kununua malaya. Kama umeendekeza hii tabia kwenye mahusiano ukiamini kwamba kabla hujaingia kwenye ndoa, ukiamini kwamba ukiingia kwenye ndoa basi utaiacha, fahamu kabisa kwamba ni ngumu sana kuweza kuiacha hii tabia ya kununua malaya. Na pia tabia nyingine ya mwisho ni tabia ya kununuliwa kwa ajili ya kupata pesa. Kama una hii tabia na unaamini kwamba utaingia kwenye ndoa, ukishaingia kwenye ndoa utaiacha, fahamu kabisa ni ngumu sana kuweza kuiacha hata kama utaingia kwenye ndoa. Na kama utaingia kwenye ndoa basi utakuwa ni mara mbili zaidi ya ulivyokuwa kabla hujaingia kwenye ndoa. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kujua kwamba hii pia ni mojawapo ya tabia ambayo inadhihirisha kwamba hata kama utaingia kwenye ndoa hauwezi kuiacha. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kufahamu hilo. Na pia nikumbushe, hakikisha unapata kitabu. Kitabu hiki kitakusaidia mno kuweza kuingia katika mahusiano sahihi ambayo yatajenga ndoa sahihi. Kitabu hiki kinauzwa shilingi 15,000, lakini kwa WhatsApp utakipata kwa shilingi 10,000. Nicheki WhatsApp uweze kupata hiki kitabu. Naitwa Isaac Kanyankole. Asante na karibu.